Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni risala fupi ambayo inakulenga wewe Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge, waziri wa mambo ya ndani. Mashindano haya yamekuwa ni msaada mkubwa kwa ujenzi wa hata kwa ujenzi wa msikiti wetu Masjid Mukada, ambao ndio huu hapa unaoona mheshimiwa, ambao umekuja kukagua muda si mrefu, kwa kuendesha harambee ya ujenzi wa msikiti kupitia mashindano haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na maelezo yetu haya, sasa tunaleta ombi letu kwako kuwa kwa hivi sasa, ili kukamilisha kazi ya ujenzi wa msikiti kwa awamu hii, sio kukamilisha yote kwa awamu ambayo iko sasa, inayofuata kinahitajika kiasi cha shilingi milioni 64,725,550. Hivyo mgeni rasmi, ombi hili tunalileta kwako ili uweze kusaidia kwa kadri Mungu atakapokujalia wewe pamoja na wale ambao wewe utaona kuwa wanaweza kutushika mkono ili kukamilisha hatua hii ya ujenzi. Ukiwa kiongozi yoyote mnyenyekevu, msikivu, mwenye hekima na busara, na uongozi kwako si utukufu, na zaidi anawapenda sana viongozi wa dini na anawasikiza sana viongozi wa dini. Hii ni dalili kwamba nyumba aliolelewa ni nyumba iliyokamilika kikwelikweli. Hiyo Mheshimiwa Waziri, hili ulilolifanya ni kazi ya Mungu, na yoyote anayefanya kazi ya Mungu, Mungu naye anafanya kazi yake. Kwa hiyo hapo ulipofika ni huo unyenyekevu wako, na mpaka hapa nisile wala kutumia muda wako sana, ni kuombe kwa heshima kubwa na taadhima. Sasa hadhara hii ni ya kwako, na sote jamani tukae kwa kutulia kwa ajili ya kumsikiliza mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi. Fatafadhali mashkuran wa majura. Karibu sana mheshimiwa. Ndugu waumini wa Masjid Mukada, nimesikiliza vema sana risala na nimefarijika kuona kuwa mashindano haya ambayo yamekuwa yanafanyika kila mwaka na yameanza tangu mwaka 2017 yameendelea kuwa chombo muhimu ya kuwajengea vijana msingi ya maadili, nidhamu na uzalendo, mshikamano, lakini pia kumcha Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo yeye atutakayo. Hayo mashindano haya yamekuwa yakichangia kukuza vipaji na kuwapa vijana fursa ya kushiriki mashindano ya ngazi za juu zaidi. Na kama nilivyosikia kwenye risala, tayari tulipata mshindi wa 3 kitaifa ambaye ametokana na mashindano haya. Mwenyezi Mungu mwingi wa heri, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na hakika katika mashindano yatakayofuata mshindi namba 1 anaweza katoka katika mashindano haya. Risala yenu pia imeeleza mchango wa Qur'an tukufu katika kujenga jamii yenye maadili mema, na huu ni uthibitisho kuwa dini ina nafasi kubwa katika kujenga maadili ya taifa. Aidha, mafundisho ya dini yanapofundishwa na kutekelezwa kwa usahihi huwafanya wananchi kuheshimu sheria na kuthamini na kuwapenda wengine na kutanguliza maslahi ya taifa pasipo kujali tofauti zao. Nitumia fursa hii pia kuwapongeza kwa jitihada mnazoendelea kuzifanya katika ujenzi wa msikiti Mukada. Ujenzi wa nyumba za ibada kwa maana misikiti ni uwekezaji muhimu katika maendeleo ya kiroho na maadili ya jamii. Naamini wananchi na waumini na wadau mbalimbali wataendelea kuchangia kadri Mwenyezi Mungu atakavyowajalia ili kukamilisha mradi huu muhimu kwa ajili ya madrasa zetu na msikiti yetu, na tutajenga
utamaduni huu wa kuheshimiana na kuthaminiana kupitia dini ambayo wakati wote tumekuwa mkihubiri mambo ya amani, upendo, umoja, mshikamano, lakini pia kuacha dhambi na kutenda yale mema ambayo Mwenyezi Mungu anatuasa. Ndugu zangu, katika siku za karibuni matumizi mabaya ya lugha, kauli mbalimbali yametuleta katika changamoto nyingi na kubwa kama taifa. Kwa hiyo lazima kwa wakati wote tujitahidi pia sisi viongozi wa dini katika nafasi mbalimbali ambazo tunazipata tuweze kuendelea kuliasa taifa. Katika kuunga mkono jitihada hizi za kujenga na kukamilisha msikiti huu, mimi binafsi nitazungumza katika hatua inayofuata, lakini kwa sasa mniruhusu viongozi wangu wa dini, kwa sababu kuna mambo ambayo wameyazungumza na mimi ni vizuri walau niseme yako ambayo tunayasema serikali na yanakuwa ya kuandikwa ili kuongeza umakini, lakini yako ambayo mengine tunapaswa kuyasema kulingana na uhalisia wa sehemu ambayo umeikuta. Kwanza ni washukuru sana viongozi wangu wa dini kwa imani kubwa ambayo mmeionyesha kwangu kwa kunialika. Mimi ni nani hata nikatae wito wa viongozi wa dini? Viongozi wa dini kwa mimi ninavyowafahamu, kwa makuzi na malezi yangu na kisomo cha elimu dunia, sio ya dini, ninatambua kwamba viongozi wa dini ni wakuu na ni wawakilishi wa Mwenyezi Mungu, na baada ya Mwenyezi Mungu ni wao. Ndivyo ninavyotambua. Na kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu ukuu wao na uongozi wao, haijalishi yuko katika nafasi gani, lakini nafasi walio nayo wao hatunazo sisi viongozi wa kiserikali duniani. Viongozi wa serikali zote duniani ni viongozi ambao katika Qur'ani nafahamu inatambua kwamba kuna mamlaka zilizoko duniani, na Biblia takatifu nayo pia inatambua. Qur'ani tukufu imesema Biblia takatifu inatambua mamlaka zilizoko chini, lakini mamlaka iliyo kuu ni pekee ni ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu na watu wake. Na ndiyo maana hapa niko na shehe wangu wa mkoa, lakini pia tunaye Sharifu wetu Mohamed kutoka Tanga, na nyinyi viongozi ambao mnaniangalia. Mimi leo hapa mmesema ndio mnasubiri waziri akija hapa pengine ana jitu kubwa milaba minne na kitambo cha nyongeza, lakini ndio mimi huyu mchache ambaye nimekuja, lakini kwa uchache wangu ni kama nafungua kufuli lilo kubwa zaidi. Sasa kwa maana ya tafsiri ya viongozi wa dini, nikitoka na shehe wangu hapa wa mkoa na Sharifu wetu kutoka Tanga, tukasafiri, tukivuka tu mpaka tukaambiwa sasa unaingia nchi fulani. Kuanzia hapo mimi nitakuwa tu ni mwanadiplomasia, kiongozi wa kidiplomasia, lakini shekhe ataendelea kuitwa shekhe. Hapo vipi? Alhaji utaendelea kuwa alhaji. Tukienda mbele zaidi, hata kama tumeingia pengine inaweza ikawa labda pengine tumeenda Oman ama Marekani au popote, takapofika mimi nitasema huyu ni mwanadiplomasia, sio tena waziri wala sio tena mbunge, ni mwanadiplomasia. Shekhe wetu watamwita kwa majina yake Alhaji Dr. Mustafa Shaaban, na kama kutakuwa na kisomo au dua au ibada, mimi itabidi nikae pembeni na yeye ataiongoza, lakini kule mimi siwezi kusimamisha hata gari moja nikasema mimi ni waziri. Pengine makopo viongozi wa dini. Huo ndio msingi ambao shekhe alikuwa anauzungumza hapa. Nimepokea 2,250 kwa ndugu yetu ambaye ni mdau katika msikiti huu. Kadhalika vile vile tumepata shilingi 200,000 dada ambaye alikuja hapa kwa mashindano ya mtumishi wa serikali, Mheshimiwa Waziri, pia ni mdau katika jambo hili. Tumepata shilingi 200,000. Kadhalika vile vile mama zetu kina mama muhajirina mifuko 8. Kadhalika vile vile mama zetu wastara mkadam mifuko 10. Ndugu zangu, ujenzi wa msikiti, binafsi yangu leo nimepata faraja kubwa, Mheshimiwa Waziri, kwa sababu pia mimi tasnia yangu ni haya mambo ya speti. Mifuko 500 uliotoa kwa hesabu sasa ya hivi sasa ni milioni 10. Takbir.
Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana. Mifuko hiyo 500 ni milioni 10. Sasa kwa ruhusa ya Sheikh Mkoa, kwa kuwa muda umekwenda sana, yule ambaye atakuwa amejaliwa chochote kile, basi atuone hapa, kwa sababu tuna matokeo ya majaji na Mheshimiwa Waziri muda wake hivi sasa umekwenda, na Sheikh wetu mkuu pia alikuwa tayari ambayo sio nzuri akuhudhuria jambo hili. Pia mzee wetu Sharifu amekaa muda mrefu, kwa hiyo nilikuwa nifanya harambee. Kwa hiyo jambo hili atolifanya bila ambaye ameguswa na jambo hili, basi atatuona hapo ili jambo letu liweze kuendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani, na Mheshimiwa mgeni maalum, mlezi wetu, baba yetu, shehe wetu Sharif Muhammad Hashim, Mheshimiwa Dr. Sheikh Mustafa Rajab Shaaban, itifaki imezingatiwa. Neno langu ni moja la kutoa shukrani kwa niaba ya uongozi wa BAKWATA mkoa wa Dodoma pamoja na wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa hotuba yako ambayo imeendana na vitendo, na tunakuombea Mwenyezi Mungu inshallah akudumishe katika nafasi hiyo au akupandishe juu zaidi. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu akupe afya njema wewe na familia yako. Tunakushukuru kwa hotuba yako nzuri na tunakushukuru kwa mchango wako mkubwa. Umetuonyesha mfano mwema wa kushirikiana watu wa dini na serikali. Umetuonyesha kwamba wewe unaitika na unatenda. Tumeona. Allah kubariki sana. Kwa kuwa vyombo vya habari vinachukua, tuwasii na viongozi wengine wa siasa, wa serikali waige mfano huu. Mheshimiwa ana majukumu mengi sana, lakini ameacha, ameitwa na viongozi wa dini. Kwa vile wakinadi kwamba tushirikiane nao katika kuilinda amani, ni hivi ameonyesha kwa vitendo kwamba tushirikiane kweli. Allah kubariki sana. Hatuna maneno mengi ya kusema, lakini tuwashukuru viongozi wetu wa dini, Sheikh wa mkoa na baba yetu mlezi Sharif, na viongozi wa siasa na serikali wote walioko hapa. Tuwashukuru mashehe na walimu na mashehe wa kata wote kwa kuliona hili umuhimu kwa kuwa ni la kwenu. Tuwashukuru wazee na wakina mama, kina mama wa Stara Kadiria, kwa mama Naimu, wakina mama wa Bagamoyo, wakina mama wa Muhajirini na wakina mama wote mliohudhuria, na wakina mama wa Kita mkoa na wilaya. Mwenyezi Mungu inshallah kudumisheni katika haya. Lakini tuwashukuru majaji wetu pamoja na washiriki kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Lakini na mimi nijishukuru mwenyewe, nimeshiriki. Mwenyezi Mungu amenichagua kuwa katika mambo ya dini. Lau nisingekuwa kwenye mambo ya dini, pengine ningekuwa huko Mvuje kila budi. Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhana kunijalia kuwa Muislamu, lakini kuwa katika mambo ya dini. Tusemeni sote alhamdulillah. Alhamdulillah. Mheshimiwa, hatuna maneno ya kusema. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Wal afwa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.